Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Juni 12. Somo lisemalo kielelezo chetu katika utii. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi, kwa kutuamsha asubuhi hii. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 21 na 22. Mbele yetu umewekwa uwezekano wa ajabu wa kuwa kama Kristo, watiifu kwa kanuni za sheria ya Mungu. Lakini kwa sisi wenyewe hatuna uwezo kabisa wa kufikia sharti hili. Kila kilicho chema ndani ya mwanadamu umjia kupitia kwa Yesu. Utakatifu ambao unatangazwa na neno la Mungu kuwa lazima tuwe nao kabla ya kuokolewa ni matokeo ya utendaji kazi wa neema ya Mungu. Tunapojisalimisha kwa unyenyekevu kwenye mvuto wenye kuleta nidhamu na utawalao wa Roho wa kweli. Utii wa mwanadamu unaweza kukamilishwa tu kwa uvumba wa haki ya Kristo, ambao hujaza kila tendo la utii wa kweli kwa manukato ya Mungu. Sehemu ya Mkristo ni kustahimili katika kushinda kila kosa. Anapaswa kuomba daima kwa Mwokozi ili kuponya kila udhaifu wa nafsi yake inayougua. Hana hekima na uwezo ambao bila huo hawezi kushinda kamwe. Hivyo ni vya Mungu, naye huwapatia wale ambao kwa unyenyekevu na kwa toba umwomba ili awasaidie. Kazi ya mabadiliko toka kutokuwa mtakatifu hata kufikia utakatifu ni kazi endelevu. Siku kwa siku Mungu hutenda kazi kwa ajili ya utakaso wa mwanadamu, na mtu analazimika kushirikiana naye kwa kuweka juhudi zisizokoma katika ujenzi wa tabia sahihi. Mungu atatimiza zaidi matarajio ya juu zaidi ya wale wanaomtumaini yeye. Anataka tukumbuke kwamba tunapokuwa wapole na wenye toba, tunasimama pale ambapo anaweza na atajidhihirisha mwenyewe kwetu. Anapendezwa sana tunapokumbuka rehema na baraka zilizopita kama sababu ya kwa nini atupatie baraka za juu na kubwa zaidi.
Anaheshimiwa tunapoitenga siku ya saba kuwa siku ya Mungu na takatifu. Sabato ni ishara kwa wale wanaofanya hivi. Mungu anatangaza, mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Ezekieli 20 mstari wa 12. Utakaso maanisha kuwa na desturi ya kujumuika na Mungu. Hakuna jambo kubwa na lenye nguvu kama upendo wa Mungu kwa wale ambao ni watoto wake. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kielelezo chetu katika utii. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa Kristo ambaye ni kielelezo chetu pekee katika utii. Tunaomba na sisi tuwe na heshima na kutii maneno yako. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi